لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani umuhimu wa dua, kipindi ambacho tunakueleza asrari alquran wa asmaillahi alhusna, siri mbalimbali za Qurani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri. Ama katika darsa yetu ya leo tutazungumzia salatul haja bisirri surati Ikhlas, yani swala ya haja ambayo utaswali kwa siri ya surati Ikhlas. Ndugu yangu katika iman, kabla hatujaendelea na darsa, ni kuombe uweze kushare, kucomment na kulike katika darsa zetu ambazo zinazoendelea kwa lengo la kueneza ujumbe huu kwa watu wengine, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Mimi nazungumza mbele yako na wewe una share na wengine, alafu tunakuja kushirikiana katika malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia usighafilike, ni kuombe tena kuweza kunijulisha kwamba wewe kama mfuatiliaji wa vipindi hivi unatokea katika nchi gani. Lengo ni katika kuboresha vipindi vyetu vijavyo, mambo yapate kuwa vizuri, na si tukijua kwamba tuna wafuatiliaji walio katika nchi fulani ambao wanafuatilia vipindi vyetu. Ndugu yangu katika imani, ama salatul haja bisirri surati Ikhlas, swala ya haja ambayo ataiswali mwenye kuswali kwa kutumia siri ya surati Ikhlas. Tumepata kueleza surati Ikhlas ina mambo mengi, ina mambo ya ajabu pindi tutakapoisoma kwa kusudio maalum tulilokuwa nalo, na katika siku ya leo tutaeleza mambo takriban manne ambayo ni munasaba katika haja yako utakaposwali swala hii kwa siri ya surati Ikhlas. Al-awwal, jambo la kwanza kabisa, kwa yule aliyefanya makosa akakiri yale makosa yake aliyoyafanya, akataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aweza kukaa kitako akaswali swala hii salatul haja kwa lengo la kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iswali swala hii kwa kusoma surati Ikhlas. Athani, jambo la pili, kwa yule mtu ambaye mwenye kupata uzito katika masala ya uzazi, anahitaji kupata watoto. Mwanaume ameoa na mwanamke ameolewa, wako ndani ya ndoa, sasa ni mwaka wa 3 au mwaka wa 5 au mwaka wa 7 au mwaka wa 10, wanatafuta mtoto, lakini hata dalili ya kwamba watapata mtoto haipo. Swali salatul haja ambayo ndani yake ina siri ya surati Ikhlas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia kupata mtoto. Athalith, jambo la tatu ambalo ni munasaba katika hii swala, kwa yule ambaye atakuwa na madeni yaliyomwelemea, madeni yashakuwa makubwa, zile sababu za kulipa madeni zimekuwa ni ngumu. Swali salatul haja yenye siri ya surati Ikhlas, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah atakuletea sababu za kupata kumiliki utakachomiliki ambacho kitakusaidia na kukukwamua kuweza kulipa madeni yanayokudai. Arabi, ama jambo la 4 na la mwisho katika siku ya leo, yule ambaye mwenye kuomba dua akataka majibu ya haraka bihaulillahi tabaraka wa taala, aswali salatul haja yenye siri ya surati Ikhlas. Salatul haja kwa mfumo wa kusoma surati Ikhlas una siri kubwa mno. Falillahi alhamdu, mimi watu kadhaa ambao wenye mahitaji kama haya niliyoelekeza, nimepata kuwaongoza kwa haya, kwa kuwasimamia, kwa kuwaelekeza. Wengine wameswali wenyewe, wengine tumewafanyia dua, alimradi kwamba walipata wepesi katika mahitaji waliokuwa nayo munasaba na mambo tuliyoyataja. Namna ya kuswali salatul haja, swala hii itaswaliwa kwa rakaa 4, na hizi rakaa 4 utakuwa ukitoa salamu kila baada ya rakaa 2.
Yani unaswali rakaa mbili, zikikamilika unatoa salamu yamina wa yasara, kulia na kushoto, unasimama tena unaswali rakaa mbili. Kwa hivyo utaswali mbili za kwanza, baadaye utaswali mbili za pili. Kwa hivyo hizi rakaa nne zitaongozwa na ile herufi ya kwanza utakayoanza kuisoma katika surati Ikhlas. Yani unapoisoma surati Ikhlas, harfu ya kwanza iliyofungua ni harfu qaf. Harfu qaf ni ule mchoro wa mkunjo uliozunguka ambao juu una nukta mbili, na hii harfu qaf katika kanuni za dua inakuwa na uzito wa idadi ya 100, na hii 100 itatumika utakapokuwa unaswali salatul haja kwa idadi ya surati Ikhlas. Allahu akbar. Lakini pia utaona kwamba unapoisoma mfumo wake iwe kama ifuatavyo. Katika rakaa ya kwanza, ukisimama rakaa ya kwanza, baada ya surati al-Fatiha utasoma surati Ikhlas mara 10. Ukisimama katika rakaa ya pili, baada ya surati al-Fatiha utasoma surati Ikhlas mara 20. Ukimaliza utatoa salamu. Ukiswali tena katika rakaa ya tatu utasoma surati al-Fatiha. Ukimaliza surati al-Fatiha utasoma surati Ikhlas mara 30. Ukimaliza rakaa ya 4 ambayo ndiyo ya mwisho, baada ya surati al-Fatiha utasoma surati Ikhlas 40. Kwa hiyo ukizijumlisha hizi zile 10 za rakaa ya kwanza na 20 za rakaa ya pili na 30 ya rakaa ya tatu na 40 ya rakaa ya 4, maana yake ukamilifu wa rakaa hizi 4 utakuwa umesoma surati Ikhlasi 100, na hiyo 100 imefunguliwa na harfu ya kwanza ambayo ni harfu qaf. Jalla jalalu, habari zake ni kubwa. Baada ya kumaliza salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, pasi na kuzungumza, pasi na kushika simu, pasi na kusemeshwa na mtu yoyote, moja kwa moja utakwenda katika kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na swala utakayomswalia Mtume utamswalia kwa swigha ifuatayo. Utasema maneno haya: sallallahu ala sayidina Muhammad, sallallahu ala sayidina Muhammad, sallallahu ala sayidina Muhammad, sallallahu ala sayidina Muhammad. Hii swala utasoma mara 50. Ukimaliza utafanya istighfari, utamtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, 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 unamtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Hii istighfar utafanya mara 50. Baada ya hapo utasoma maneno yafuatayo: la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Utasoma hii takriban mara 50. Baada ya kumaliza uradi huo, ndipo sasa tad'u ma tasha, utamuomba Mwenyezi Mungu kile unachotaka. Tukumbuke pale nyuma tumeeleza mambo manne, moja kati ya hayo manne utalisema katika wakati huo: Mwenyezi Mungu nakuomba kadha 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 kadha, na baada ya hapo utafunga dua yako, usubiri majibu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama utaratibu huu wa kusoma salatul haja bisirri surati Ikhlas utasoma kwa muda wa siku 3. Utasoma siku ya kwanza, utasoma siku ya pili, utasoma siku ya tatu. Baada ya hapo sikilizia majibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lile ambalo utakalokuwa umeliomba. Ndugu yangu katika imani, baada ya kuyasema haya, niendelee kukuomba usiache kusubscribe channel yetu. Endelea kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi, ili yanapojiri na wewe yaweze kukufikia pale utakapokuwa. Baada ya kuyasema haya, ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.